Msafara uliobeba mwili wake ndio unawasili katika makaburi haya ya Center B yaliyopo kijiji cha Rwanda. Hapa ni nyumbani kwa marehemu mume wa Jenista Mhagama, Leonard Laurent Mhagama, ambaye alifariki mwaka 2010 na alizikwa katika makaburi haya. Baadaye utaona makaburi hayo yapo karibu kabisa na pale ambapo Jenista atapumzishwa kwa siku ya leo. Na watumishi wa Mungu ambao wako hapa tayari kwa ajili ya kuongoza maziko haya wanaongozwa na askofu wa kanisa Katoliki jimbo la Mbinga, Askofu John Ndimbo ndiye atakayeongoza maziko ya Jenista Mhagama, na wamevalia mavazi ya rangi ya zambarau hapa. Kwa kanisa Katoliki inapofanyika misa za wafu au katika misiba hutumika mavazi haya ya rangi ya zambarau kuwakilisha maombolezo, na pia mavazi haya yamekuwa yakitumika katika liturujia kanisa kipindi cha Kwaresma na Majilio, sambamba na kwenye misiba kama nilivyosema na ibada za wafu. Wakati huu hata kwenye misa mbalimbali ambazo tumeshuhudia mwili wa Jenista ukiombewa na kutolewa heshima za mwisho, mapambo ambayo yalikuwa yakipambwa kwenye makanisa hayo, tukianzia pale Dodoma, Songea mjini, Peramiho, na leo mapema kabisa misa imefanyika katika kanisa la Mtakatifu Andreas hapa Rwanda. Yote yanapambwa na vitambaa au mapambo ya rangi ya zambarau, na mwili wake unatolewa katika gari hilo tayari kusogezwa hapa kwa ajili ya shughuli za mazishi na baadaye maziko. Ni kwambie tu wageni mbalimbali tayari wamefika hapa. Unayemuona punde ulimtazama katika runinga yako ni spika wa bunge Musa Zanzungu, lakini kuna viongozi wakuu ambao wako hapa kwa ajili ya kuongoza shughuli hii, kuwafariji wanaperamiho, wanambinga na wanaruvuma kwa ujumla, familia na waombolezaji waliofika hapa. Makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi amekwisha fika hapa. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba naye yupo tayari kwa ajili ya kushiriki maziko haya, na mwili wa marehemu Jenista Mhagama utaletwa katika eneo la makaburi kwa ajili ya ibada na baadaye kuzikwa, ukiongozwa mbele pale na wanafamilia, na utabebwa na wapambe wa bunge au mpambe wa bunge. Ni taratibu ambazo hutumika katika misiba ambayo huratibiwa na bunge au misiba ya wabunge katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Watoto wa marehemu Jenista Mhagama ndio ambao wamebeba msalaba na picha kwa ajili ya kusogea katika eneo la makaburi. Na nikwambie tu Jenista Mhagama yeye ni mzaliwa wa Peramiho na amekulia pale Peramiho, amesoma Peramiho na baadaye kwenda katika maeneo mengine kwa ajili ya elimu na majukumu ya kikazi. Lakini aliolewa na Leonard Mhagama ambaye alikuwa ni mtoto au mkazi wa kijiji hiki cha Rwanda hapa wilayani Mbinga, ambaye alizikwa miaka 15 iliyopita. Jenista Mhagama anazungumzwa kwa mengi mazuri ambayo yanamtambulisha kama mama, kama kiongozi na kama mzalendo mpenda maendeleo aliyelipenda taifa lake la Tanzania na kulitumikia kwa uaminifu katika nafasi mbalimbali alizoshika, akiwa alianzia katika nafasi za chini kabisa. Tukizungumzia nafasi ndani ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia katika sekta ya elimu. Yeye alikuwa kitaaluma ni mwalimu na amefundisha kwa muda wa miaka 6 alipoanza ajira yake, na hapa Songea wanamkumbuka kwa mchango wake mkubwa katika sekta ya elimu. Pale alifundisha Songea Girls, kwa hiyo mkoa wa Ruvuma unamtambua. Na pamoja na hayo amewahi kushika nafasi mbalimbali ndani ya Chama cha Mapinduzi, akianzia ngazi ya tawi ambapo alishika nyadhifa hiyo kwa kuwa katibu wa tawi tangu mwaka 1987 mpaka mwaka 1990 akiwa TTC pale Korogwe, na amewahi kuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM taifa tangu mwaka 1995. Pia mjumbe wa kamati kuu na pia nafasi ya katibu wa umoja wa wanawake UWT
ngazi ya kata kati ya mwaka 1995 hadi 2000. Kwa hiyo unaona ni mtu ambaye ametoka katika ngazi za chini za uongozi mpaka kufika ngazi ya juu ya uwaziri na pia kuwa miongoni mwa wabunge waliohudumu kwa muda mrefu zaidi katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo akitajwa wakongwe pale bungeni kwa sasa alikuwa ni yeye, na waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, uratibu, bunge na wenye ulemavu, William Lukuvi, ambaye naye yupo hapa. Mwili wake ndio unafikishwa hapo na punde tu taratibu za ibada zitaanza na baadaye maziko yake yatafuata. Mimi ni Flora Mwano, karibu tushiriki pamoja katika shughuli hizi. Karibu sana. Kwaya, asante. Tunaomba wireless wa mic.